tatu inahusiana na kiwango cha mahari. Auliza, tulijifunza kuwa qintar ni mahari yenye kiwango kikubwa, lakini pia kuna hadithi inayobainisha kuwa ndoa yenye baraka ni ile yenye gharama ndogo. Je, tunawezaje kuzikusanya au kuzifanyia jamaa baina dalili hizi mbili bila mgongano? Kwa hakika hakuna mgongano baina ya nasi hizi mbili. Nasi ya Qur'an inayoeleza kwamba mwanamke anaweza kupewa mahari mpaka qintar, wa ataitum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a. Hii ni nasi ya Qur'an, na kadhalika hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam inayohimiza kwamba ndoa iliyo na baraka na iliyo na khairi nyingi ni ile ndoa iliyo na takhfif, aisaruhunna mauna au aisaruhunna muuna, ndoa ambayo ina takhfif. Na takhfif inaanza kwenye mahari pamoja na gharama za sherehe, kila gharama zikiwa chini, na gharama za harusi na ndoa yote ikiwa chini. Hiyo ndio ndoa ambayo ina baraka na khairi nyingi zaidi. Sasa hakuna mgongano baina hizi nasi mbili, kwa sababu aya inayoeleza qintar ni aya ambayo imekuja kutueleza kwamba hiyo ni kiwango ambacho ni jaiz, kwa maana kwamba mwanamke akitaka kuitisha qintar anaweza kupewa, ni jaiz, hiyo haina ubaya wote. Na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinazoeleza kuhusu takhfif katika gharama za harusi na zinazoishiria kuhusu takhfif katika mahari, sio kwamba zinatuamrisha tufanye takhfif katika mahari, la. Nafsi za hadithi zinaishiria huko, kwa sababu Mtume alayhi salatu wasalam ametoa katika mafunzo kwamba kila harusi au kila nikah inapokuwa nyepesi na inapokuwa na gharama ya chini ndio ina khairi zaidi. Kwa hiyo hizi nafsi za sunna za hadith zimekuja kuonesha iliyo bora na iliyo na khairi zaidi, lakini katika upande wa jawaz kwamba inafaa ni kwamba ni ile nafsi ya Qur'an kwa inafaa kwa mke kuitisha mahari hata ya kiwango cha juu na mali nyingi. Qintar ni lugha ya Kiarabu inayomaanisha almal alkathir, mali nyingi sana, ambayo kwa lugha ya kileo inaweza kukadiriwa kwa mamilioni. Kwa hiyo si jambo baya, au tukasema ni kwamba jambo halifai kama wanavyofahamu baadhi ya watu wanakemea kwamba mbona wanawake wanaitisha mahari za juu. La, Allah azza wa jalla ametoa ruhusa na hiyo ni jambo jaiz, lakini Mtume alayhi salatu wasalam arshada ila ma huwa afdal. Mtume ametoa mwongozo kwa lile ambalo ni bora na ni lilo na khairi zaidi.